Tundu Lissu anazidi kuonyesha ujasiri usio wa kawaida ambao hajawahi kuonyesha ndani ya kikao chochote kile cha mahakama. Tundu Lissu anaendelea kumhoji shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka ambaye ni Amin Mahamba ambaye ni kamishna msaidizi wa polisi. Tundu Lissu sasa hivi ameenda mbali zaidi kumuuliza shahidi huyo kama anataka mawakili wake wakae hapo na yeye ili pia waweze kukaangwa. Lissu ameuliza, je, unataka na mawakili wako wakae hapo nao ni wakaange? Like video hii kisha subscribe kabla tuendelee. Zoezi la kumhoji kwa kina afisa mwandamizi wa polisi katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu imeweza kuendelea, huku Tundu Lissu akimhoji shahidi mara kwa mara kuhusu tofauti kati ya yale yaliyomo kwenye maelezo yake ya maandishi na yale aliyoyasema mahakamani wakati akitoa ushahidi wake wa mdomo. Maswali hayo yalijikita zaidi kwenye madai ya kuwepo kwa mapungufu kati ya maelezo ya kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba na ushahidi aliyoutoa katika kikao cha awali cha kesi hiyo. Tundu Lissu pia amehoji maelezo ya upande wa mashtaka kuhusu jinsi wachunguzi walivyoshughulikia video ya hotuba yake ya kisiasa, majalada ya uchunguzi yaliyotumika katika kesi hiyo, pamoja na madai kwamba mashahidi walitishiwa. Hii ilikuwa ni mwendelezo wa Tundu Lissu kumhoji Amin Mahamba ambaye ni shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka katika kesi hiyo. Mwanzoni mwa sehemu hii ya maswali, Tundu Lissu alirejelea suala la timu ya uchunguzi ambayo Amin Mahamba alisema aliratibu baada ya kuitwa ofisini kwa naibu afisa wa uhalifu wa kanda George Pademi. Tundu Lissu alimtaka shahidi kuthibitisha iwapo majina ya maafisa aliyowataja mahakamani yalikuwemo kwenye maelezo ya maandishi aliyoandaa mwaka jana. Amin Mahamba alijibu mara kwa mara kuwa hayakuwemo. Kisha Tundu Lissu alihamia kwenye jambo ambalo Amin Mahamba alilielezea kama timu ya tatu, timu ya kisheria na ushauri, ambayo kwa mujibu wa shahidi ilijumuisha mtu kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP mjini Dodoma. Kwa mara nyingine, Tundu Lissu alihoji iwapo maelezo hayo yalikuwemo kwenye maelezo ya maandishi ya Amin Mahamba. Jibu lilikuwa tena hapana. Kisha Tundu Lissu aliibua hoja ya kulinganisha na ushahidi uliotolewa awali na shahidi mwingine wa upande wa mashtaka George Bajemi. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, Bajemi alikuwa ameiambia mahakama kuwa hakukuwa na wakili katika timu ya uchunguzi. Hata hivyo, Amin Mahamba amesisitiza kuwa kulikuwa na wakili. Lissu alihoji maelezo hayo mawili na kuiuliza mahakama kwa namna fulani ni maelezo yapi kati ya hayo inapaswa kuyaamini ikiwa yote yanatofautiana. Maswali hayo kisha yalihamia kwenye mojawapo ya vipengele muhimu vya ushahidi katika uchunguzi huo, video kutoka Jambo TV inayomwonyesha Tundu Lissu. Awali, Amin Mahamba alikuwa ameambia mahakama kuwa yeye na timu ya uchunguzi walitazama video hiyo kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa zaidi ya saa 2 wakitumia kompyuta maalum. Tundu Lissu alimuuliza iwapo maelezo hayo yalikuwemo kwenye maelezo yake ya maandishi. Amin Mahamba alisema hayakuwemo. Kisha Lissu alirejelea ushahidi uliotolewa awali na George Bajemi ambaye kulingana na Lissu aliambia mahakama kuwa yeye na afisa mwingine Kaaya walitazama video hiyo katika sehemu tofauti. Jambo hilo lilionekana kuibua tofauti nyingine kati ya maelezo hayo ya Amin Mahamba. Lissu alimuuliza shahidi ni maelezo yapi kati ya hayo ambayo majaji wanapaswa kuyaamini na yapi ni kweli. Kabla Mahamba hajajibu kikamilifu, wakili wa serikali aliingilia kati akibainisha kuwa ushahidi wa Bajemi ulihusu tarehe ya awali, huku ya Amin Mahamba akielezea matukio yaliyoanza tarehe 8 Aprili. Kuingilia kati huku kulimfanya Tundu Lissu kupinga mara moja. Aliwaambia majaji hao kuwa mawakili wa upande wa mashtaka watapata fursa ya kufanya uchunguzi upya zamu yao itakapowadia na hawapaswi kumwelekeza jinsi ya kuendesha uchunguzi wake. Baada ya mazungumzo mafupi, hakimu alifafanua kwa Lissu anaweza kuendelea na maswali yake lakini afuate utaratibu unaostahili. Tundu Lissu kisha akarudi kwenye video. Amin Mahamba alieleza kuwa awali Bajemi na Kaaya walitazama sehemu zake na baadaye alitazama video nzima akiwa na timu ya uchunguzi baada ya kupangiwa kesi hiyo. Kisha Tundu Lissu akaibua swala jingine linalohusu matumizi ya ushahidi wa Bajemi. Aliambia mahakama kuwa maelezo ya Bajemi yalikuwa sehemu ya rekodi ya mahakama na kwamba hapo awali alimhoji Bajemi kwa kina. Lissu alisema kwa hiyo ana haki ya kutumia ushahidi huo wakati wa kumhoji Amin Mahamba.
Mahamba alijibu kuwa ushahidi wa Bajemi si kauli yake mwenyewe na kwamba hawezi kuuzungumzia. Mabadilishano hayo yaliangazia mojawapo ya mada zinazojirudia katika usikilizwaji wa leo: tofauti kati ya ushahidi ulio katika rekodi ya mahakama na maelezo yaliyorekodiwa kibinafsi na shahidi wa sasa. Kisha Tundu Lissu akamtaka Mahamba asome maelezo yake tangu mwanzo. Shahidi alianza kusoma. Baada ya kusomwa, Lissu aliuliza swali jepesi sana. Katika maelezo hayo, je, kulikuwa na sehemu yoyote inayoonyesha kuwa timu ya uchunguzi imeitazama video hiyo? Amin Mahamba akasema hapana. Kisha Tundu Lissu alianza kubainisha maelezo kadhaa ambayo Amin Mahamba aliyataja katika ushahidi wake, lakini ambayo kwa mujibu wa shahidi huyo hayakuwamo kwenye maelezo ya maandishi. Hapo awali Amin Mahamba alieleza kumwona Tundu Lissu kwenye video akiwa amevalia mavazi ya Chadema, huku nyuma yake bendera ya taifa ya Tanzania na bendera ya chama ikionekana. Tundu Lissu aliuliza iwapo maelezo hayo yameonekana kwenye taarifa ya Mahamba. Shahidi huyo alisema hawakufanya hivyo. Lissu kisha akauliza kuhusu maelezo mengine kutoka kwa ushahidi uliopita. Kauli ya Mahamba kwamba Lissu alikuwa akiwahutubia raia wa Tanzania. Tena Amin Mahamba alisema kwa taarifa hizo hazikuwemo kwenye taarifa yake ya maandishi. Kisha swali lilihamia kwa madai ya wapelelezi kuwasiliana na idara ya uhamiaji. Amin Mahamba aliambia mahakama kuwa wapelelezi waliwasiliana na mamlaka ya uhamiaji na kupata udhibitisho kwamba Lissu ni raia wa Tanzania. Lissu aliuliza iwapo taarifa hizo zimo kwenye taarifa hiyo. Amin Mahamba alisema sivyo. Kisha Tundu Lissu aliuliza iwapo barua ya idara ya uhamiaji kuthibitisha taarifa hizo imewasilishwa mahakamani. Amin Mahamba awali alisema barua hiyo ipo. Tundu Lissu akamkazia zaidi, je, ni kweli iliwasilishwa? Kulikuwa na pause na kusita kiasi. Hakimu aliingilia kati na kumwagiza shahidi huyo kujibu kwa ufasaha, huku akibainisha kuwa mawakili wa upande wa mashtaka watapata fursa ya kumhoji baadaye. Hatimaye Amin Mahamba alithibitisha kuwa barua hiyo haikuwasilishwa mahakamani. Tundu Lissu kisha karudi kwenye ushahidi wa shahidi kuhusu video ya Jambo TV. Awali Mahamba aliambia mahakama kuwa baada ya kutazama video hiyo, wapelelezi walihitimisha kuwa Tundu Lissu alionyesha nia kupitia taarifa zake kwa umma, ikiwa ni pamoja na kuzichapisha kupitia Jambo TV. Tundu Lissu aliuliza iwapo hitimisho hilo liliandikwa kwenye maelezo ya Mahamba. Tena shahidi alisema hapana. Kisha hatua ya kuuliza maswali ya cross examination ilihama kutoka kwenye suala la uchunguzi wenyewe na kuelekea kwenye uelewa wa Mahamba kuhusu wajibu wa kikatiba. Awali shahidi huyo alikuwa ameliambia mahakama kuwa uchaguzi huo ulikuwa umeainishwa chini ya katiba na kwamba serikali ilikuwa na jukumu la kulinda katiba. Lissu alimuuliza Mahamba kama aliwahi kuisoma katiba. Shahidi alisema aliwahi kuisoma hapo awali. Kisha Lissu alielekeza mahakama kwenye ibara ya 26 ya katiba ambayo inaeleza miongoni mwa mambo mengine kuwa kila mtu ana wajibu wa kulinda na kuzingatia sheria za nchi. Lissu alitumia kipengele hicho kupinga hoja ya awali ya shahidi kwamba jukumu la kulinda nchi na kusimamia utekelezaji wa sheria lilikuwa la serikali pekee. Mtazamaji, nitaachia hapo, lakini nitarudi na tutaangalia zaidi nini kilitokea baada ya hapo. Lakini ili uwe wa kwanza kupata notification kupitia simu yako kama tumeweza kuleta update nyingine, hakikisha kwamba umesubscribe na kubonyeza alama hiyo ya notification, alama hiyo ya kengele. Ukifanya hivyo utapata ujumbe tu ambapo update nyingine itaweza kujiri.